kusudi. Safari ya mtu aliyebeba kusudi inaweza ikawa na maumivu kama tunavyoona. Safari ya Yesu aliyekuwa amebeba kusudi kubwa, anafika mahali anaambiwa wanafunzi wake, alafu sio kila jambo la kumwambia kila mtu. Sio kila mtu. Nimekwambia kusudi lina nini? Lina maadui na lina marafiki. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo amekamata wanafunzi wake wachache, wale aliowaamini, waliokuwa karibu na moyo wake. Anawaambia twendeni mkaombe, na anawashia nao siri yake ya ndani. Anawaambia moyo wangu una huzuni kiasi cha kufa. Unafikiri sisi kama watumishi tukipita kwenye hilo jambo tunaweza kumwambia mtu yoyote? Saa nyingine umwambia hata mtu yoyote unakomaa tu. Ndio unakusikia kuja kuta mtumishi yule aliangukaga akafaga tu. Lakini kuna vitu alikuwa amevibeba na hawezi kushare na mshirika. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Yeye akasema jambo lile la moyoni ni huzuni ya kufa mtu hii. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifurifuri, akaomba akisema, Baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Anafika mahali anamwambia Mungu aliyeweka kusudi ndani yake, alikuwa naye karibu, anamuomba jasho. Anasema jasho lilitoka kama matone ya damu. Kuna mahali pengine inasema anamuita Mungu, lakini Mungu anasema hapa anapoomba kwa kurudia rudia, anasema sio mapenzi yangu lakini kusudi lako lithibitike. Sisi kama sisi kuna mahali tulipita tukamwambia Mungu sio nitakavyo mimi bali kusudi lako lithibitike. Unaweza kupita pagumu kwenye mahusiano, pagumu kwenye uchumi, lakini Mungu anakupitisha hivyo. Sio kwamba amekutoa kwenye kusudi, lakini ni kwamba anakusimamisha, akujengea misuli ya kuweza kukamata hilo kusudi na kuweza kulistahimili na kuweza kulitendea kazi. Tunamuona baada ya pale anawaambia basi, aliomba mambo kwa kurudia na akakuta wamelala. Baada akawaambia basi lekeni. Yule Yuda akawa anakuja sasa kuja kuleta wale watu kumkamata. Yuda aliyekuwa mtu wake wa karibu. Kwa maana nimekuambia sio kila mtu akushia naye jambo. Na alipochagua wale wakuambia roho yangu ina huzuni, Yuda hakuwepo. Aliwachukua wale wakina Yohana, wakina Yakobo, wakina Petro waliokuwa karibu yake. Aliona wameanza kulielewa ili kusudi, wameanza kulitambua ili kusudi. Labda nikishia nao kwa sehemu wanaweza wakaelewa, lakini pia na wao wakakamatwa na usingizi. Adui akawashika kwenye usingizi. Na unajua adui akikutafuta wewe mtumishi, akikukosa, yani kama hivi wakati neno hili jipya limekuja, nimeona kuna vita kwenye ulimwengu wa kiroho sio kwa kawaida. Vita, yani vita ya ajabu, sio kwa kawaida. Mambo ya kuumiza, mambo ya ajabu kabisa. Akiona ameshika mtu anaenda mpaka kwa watoto. Sasa angalia, Yuda anakamatwa. Mtu wake wa karibu anampiga busu kwa kumsaliti. Yesu anaumia. Lakini ilibidi uwe vile ili aende kikombe. Na pale alipoomba jasho la damu, tunaona neno pengine neno linasema kwamba Mungu alimtumia malaika akamtia nguvu. Mungu akutumie msaada kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akutumie mtu akukutia nguvu kwa jina la Yesu. Wakati mwingine anakukimbia, wakati mwingine anakukana, wakati mwingine mlikuwa pamoja mnaenda na ili kusudi vizuri kabisa, kafika njiani ulimtegemea kwamba huyu ndo nitasimama naye, labda tutaweza kuifanya hii kazi ya Mungu. Ghafla anabaki nyuma, ghafla anarudi nyuma, ghafla naye anaanza kukusema vibaya, ghafla naye anaona kila kitu ambacho kilimsaidia siku zote kimeshakuwa kibaya. Yesu alikuwa anaifanya kazi ya Baba aliyemtuma. Ilikuwa ni kazi ya Mungu, ilikuwa ni kazi ya ukombozi, lakini maadui walikuwa ni wengi. Herode alitaka kumuua. Maadui walikuwa ni wengi. Anaenda kwenye mashtaka, wanasema asulubiwe, 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 kama mnyang'anyi hivi. Lakini alikuwa hajafanya makosa, hajaua, hajafanya chochote. Watu wanaweza kukuchukia tu bila sababu kwa ajili ya hilo kusudi, mtoto wa Mungu.
unafikiria kile ulichokibeba tu. Unakutana na mama mlikuwa mnaongea vizuri hapo barabarani, ukimsalimia haitiki tena. Lakini shida nini? Nilikufanyeje? Nimekuulia mtoto, nimekutukana? Hakuna. Amejisikia tu. Lakini shida ni hilo kusuru ulibeba. Linaleta athari kwenye hilo eneo. Linaleta athari kwenye hiyo hapo kwenye kazi, hapo unapofanyia kazi zako. Hapo unapofanya masomo yako. Kuna vitu Mungu wakiviona wanachemka, vinapingana, vinavutana, kuna mvutano. Unapokuwa umebeba Mungu na mwingine amebeba roho ya adui, hamwezi kushibana. Mtashibana leo, akifanya urafiki na wewe yule kuna shida, kuna hila, anataka kumalizie bali. Angalia aina ya marafiki. Anaweza akafanya urafiki na wewe kumbe anataka akufutie bali. Unafikiri bwana fulani siku ananipenda hivi. Unaanza kuachilia moyo kama Samson alivyomimina moyo kwa Delila. Badala amuombe Mungu wake amsaidie kufanya kazi aliyoitoa duniani kwa zile nguvu alizopewa, anaenda kuachilia moyo kwa Delila. Delila anapiga upofu, Samson anakuwa kipofu. Ndio maana pale nyuma nilikuambia adui ana ila ya kukupiga upofu ili usifanye yale Mungu anayotaka ufanye, ili usifike kule Mungu anapotaka ufike. Amen. Anakupiga upofu tu. Samson alipiga upofu na anamalizia ile kusudi akiwa amechoka. Ukiwa kipofu kuna nini tena? Anamalizia akiwa amechoka. Lakini pale alipoanza kuomba akamwambia, Mungu wangu unirejeshe nguvu zangu tu. Hatuoni Samson akiomba mahali popote. Yeye anakula bata tu kwa sababu ya ile neema aliyokuwa amewekewa zile nguvu. Lakini alipofika mahali alipomzidi akaita Mungu, Mungu vishungi vikaanza kuota tena, nywele zikaota tena, lakini macho tayari yameshazibwa. Akasema sasa nitakufa na hawa watu. Alimaliza ile kusudi, akafanya ile kazi, lakini akiwa amechoka. Mungu akusaidie mtoto wa Mungu. Amen. Mungu akuwezeshe. Amina. Mungu akupiganie. Amen. Macho yako ya rohoni kama yamezibwa mahali popote leo yataona kwa jina la Yesu. Amen. Kama kuna jinsi ndoto zako zilizimwa leo zitakuinuka. Unaota ndoto ukiamka asubuhi uikumbuke. Amen. Yaani umeota vizuri, unasikia kuna ndoto fulani kwani umeota ni nzuri au unatisha. Lakini umeamka hivi ndoto ilikuwa inasemaje tena? Kumbe adui ameshakamata ule ulimwengu wako kiroho. Anajua akikuonyesha kwamba kulikuwa na lijoka limekuzunguka utalipiga. Akikuonyesha kwamba ilikuwa ni harusi yako au ndio thawabu yako ilikuwa inatokea, anajua utaomba vizuri utakamata. Kwa hiyo anakufanya usahau ili akuweza. Hata kuweza tena kwa jina la Yesu. Amen. Ukiota utakumbuka kwa jina la Yesu. Amen. Mungu atakufungua macho yako kwa jina la Yesu. Amina kubwa. Panda adui kwa jina la Yesu. Amen.